Huyu anasema, ndugu mtangazaji, ningependa kujua Shetani aliishi mbinguni au katika bustani ya Edeni? Je, bustani ya Edeni ilikuwa mbinguni au duniani? Na kwa sasa hiyo bustani iko wapi? Anaitwa Franki wa Maswa, Simiyu. Nijibu tu, Shetani aliishi wapi? Shetani aliwahi kuishi mbinguni kwa sababu alikuwa ni makamu wa Mungu. Shetani aliwahi kuishi ni makamu wa Mungu. Yaani kama leo tukimwona rais kuna makamu wa rais, Shetani naye aliwahi kuwa makamu wa Mungu. Kwa hiyo akaasi, akataka mvuke Mungu, akatupwa duniani. Kwa hiyo Shetani aliishi Edeni pia, aliishi duniani baada ya kuwa ameasi. Na leo makao yake makuu yako kuzimu. Yapo kuzimu. Ndio. Na sasa hiyo iko hivyo. Edeni ilikuwa wapi? Na sasa hivi iko wapi? Haya imekuwa ni mabishano makubwa sana kwa watu wa teolojia na kadhalika. Lakini kuna namna fulani ambavyo Mungu alificha, lakini kuna namna ambavyo tena Mungu anaifunua. Edeni ilikuwa ndio makao makuu ya Mungu kwa duniani. Haikuwa. Palikuwa ndio makao ya Mungu kwa duniani. Sawa. Kwa duniani. Sijui umenielewa, yani kwa mfano si ikulu iko Dodoma au Dar es Salaam vyote, sivyo? Lakini kwa hapa Mwanza kuna ikulu ndogo mara fulani. Sasa na kwa duniani kulikuwa kuna ikulu ndogo ya Mungu. Ilikuwa ndio Edeni. Sasa watu wanasema ilikuwa, kuna maelezo mengi, lakini nataka tu nikugusie tu kwa neema ndogo nilionayo. Ni kwamba ukweli ni kwamba Edeni ilikuwa wima wa Yerusalemu. Ilikuwa wima kwa maana gani? Yaani Yerusalemu ilipo ndipo mazingira Edeni ilipokuwa. Na ukitaka kujua tunachoongelea, soma Waebrania sura ya 7. Utaona maandiko yanasema yule Melkizedeki alikuwa ni mfalme wa Yerusalemu. Tumenipata mpaka hapo? Melkizedeki yule ambaye alikutana na Ibrahimu, alimpa sadaka, si nini? Alikuwa ni mfalme wa Yerusalemu. Lakini hiyo ni moja. Mbili, rudi tu kwenye mazingira ya kiroho. Utaona dini zote zile kuu 3 zinagombania Yerusalemu. Dini kuu 3 ni zipi hizo? Uislamu, Ukristo na Uyudaism. Ujuda. Tazamaji, ni vingi ambavyo mtumishi wa Mungu leo ameamua kutufanya tujihisi tupo ibadani kabisa, na naamini hujafanya uchaguzi mbaya. Zinagombania? Tusaidie hiyo dini ya 3. Yaani kuna dini ya kwanza Ukristo. Sawa? Dini ya pili Judaism ambayo ni Uyahudi. Sijui umeelewa? Alafu dini ya 3 ni Uislamu. Hizi dini zote 3 zinagombania Yerusalemu. Unadhani zinagombania bila sababu? Yaani hazikuwa na sababu maalum. Lazima kuna sababu maalum ya kiroho. Kwa sababu wote wanajua hapa atakayemiliki hapa. Umeelewa? Ndiye ana uwezo wa kuitwa Mungu wa kweli. Sijui umenipata mpaka hapo? Lakini tunajua pia kwa manuru ya maandiko kwamba kuna kitu kinaitwa Yerusalemu mpya ambao utakuwa ndio mji wenye ufalme wa mbinguni, sivyo? Huo mji Yerusalemu mpya utakaa ilipo Yerusalemu ya leo. Sawa. Na kwa hiyo kama utakaa hapo, hii ni kutangaza kwamba uliwahi kuwa hapo. Hebu kabla hujatufikisha, najua leo mchungaji kuna neema ambayo pengine unayo, kabla hujatufikisha umetupa kipengele kingine tunahitaji pia. Sasa tunatoka kwenye somo lako. Sawa, ni wewe huyo, lakini hebu tusaidie hiyo dini ya 3, Uyahudi. Wayahudi. Sasa hili tuombe Mungu. Nikipata fursa nitakuja nilifundishe vizuri, lakini Uyahudi ni huu hapa. Uyahudi wao ndio wenye Mungu. Tungesema hivyo, walikuwa na Mungu wa kweli. Yaani Mungu ukisoma kwenye Biblia ndiye aliyewachagua Wayahudi ajitambulishe duniani kupitia wao. Alafu ulikuja wakati Mungu huyo akawatia upofu. Hawakumuona. Yaani upofu wa kiroho. Hawakumuona. Alipokuja kama mwili hawakumuona, wakamkataa. Walipomkataa ndio sisi watu wa mataifa wa Kristo tukampokea.
Sio, umenielewa? Kwa hiyo tangu wakati huo Wayahudi wamekuwa ni vipofu, lakini wana kumbukumbu juu ya Mungu wao. Yaani kama kuna watu ambao wamehifadhi maandiko. Umenipata? Hebu nigusie Warumi sura ya 9. Sura ya 9. Unaweza kutusaidia kidogo hiki ninachotaka kuongelea? Ndio. Sura ngapi? 9:1 tu. Anza 9 mstari wa 4 hivi. Anasema ambao ni Waisraeli. Rudi juu. Ambapo anasema ningetamani ni aelimishwe. Okay, mstari wa 3. Warumi 9:3. Kwa maana ningeweza kuomba mimi mwenyewe nielimishwe. Anasema huyu ni mtume Paulo, anasema yeye mwenyewe angeweza kuomba afanywe kuwa haramu. Na kutengwa na Kristo kwa ajili ya ndugu zangu. Na tengwe na Kristo kwa ajili ya ndugu zake. Jamaa zangu kwa jinsi ya mwili. Ambao ni Waisraeli. Hao ni Waisraeli, hao ni Wayahudi. Nakumbuka Paulo kwa Wayahudi anasema hawa jamaa, yani kwa jinsi alivyokuwa na watamani na wasamini na nawaheshimu. Anasema ingefaa stahili mimi nialimishwe hawa waingie. Sasa anasema sababu ni nini? Ambao ni Waisraeli wenye kufanywa wana. Anasema hao ndio waliofanywa wana mwanzoni. Mungu ndiye anasema hao ni wanangu, ndiye alitamka kumwambia Farao, Israeli ni mzaliwa wangu wa kwanza. Na ule utukufu wa maagano na kupewa Torati, wao ndio walikutana na utukufu wa maagano, ndio waliongozwa na nguzo ya moto kutoka kule Misri huko pamoja. Ndio waliopewa Torati, Mungu wote alikuwa kwao. Na ibada ya Mungu na ahadi zake. Na ibada yote ya Mungu wao ndio waliokuwa nayo, na ahadi zote za Mungu wao ndio waliokuwa nazo. Kwa hiyo ni watu muhimu sana. Ambao mababu ni wao. Na hao ndio mababu kwenye habari ya Ukristo. Na katika hao Wayahudi alitoka Kristo kwa jinsi ya mwili. Alitoka Kristo kwa jinsi ya mwili. Ndiye aliye juu ya mambo yote. Huyo Kristo ndiye aliye juu ya mambo yote. Mungu mwenye kuhimidiwa milele. Huyo Kristo ndiye Mungu mwenye kuhimidiwa milele. Mungu. Amen. Tunasisitiza hiyo. Sawa, mimi nilikuwa nataka kuonyesha hawa Wayahudi. Sasa hawa Wayahudi walimkataa huyu Mungu mwenye kuhimidiwa milele. Unanipata? Walipomkataa huyu Mungu si kwa bahati mbaya. Ni Mungu mwenyewe aliwafunga macho. Umenielewa? Ili atupate sisi pia. Ili sisi tuweze kuingia. Kwa hiyo wafunga macho, wamebaki na dini tu ya kimtindo. Umenielewa? Lakini kile kinachoitwa ufunuo na uvuvio wa Mungu hawana. Lakini wanajua kwamba Mungu wao siku moja atawarudia tena. Umenielewa? Ndio wamekuwa wakitunza hizo kumbukumbu zote. Hata sisi kumbukumbu zote za kiroho tunazitolea kwa Wayahudi. Hata Yesu mwenyewe akihubiri alisema wokovu watoka kwa Wayahudi. Umenipata mpaka hapo? Sasa Ukristo sasa uko kwa watu wa mataifa. Lakini kwa watu wa mataifa kuna dini nyingine tena inayodai haki na kadhalika, dini ya Waislamu. Na yenyewe inadai kwamba ina mafungamano na Mungu wa Ibrahimu. Sawa sawa. Huyo Mungu wa Ibrahimu ndiye aliyeenda kumtoa Isaka zabihu. Alimtolea Isaka kwenye mlima Moria. Tuko pamoja? Na mlima Moria ndipo lilipojengwa hekalu la Suleimani. Lakini kwenye yale mapinduzi ya Ottomani, Waislamu walikuja wakabomoa hekalu. Hekalu lilikuwa limeshabomolewa kwanza na Warumi, sivyo? Ottoman alipokuja lilipokuwa hekalu wakajenga msikiti wa Al-Aqsa. Kwa hiyo wanagombania huo msikiti hapo kwenye mlima wa Moria. Na Wayahudi na wenyewe wanataka waje wabomoe huo msikiti waweka hekalu lao hapo. Na baadhi ya madhehebu ya Kikristo na wenyewe wanasema wana haki hapo Yerusalemu. Ndio kurudisha kupigania pale. Kuja kupigania. Sasa swali lako niuliza, hii dini ya tatu ni ipi? Ndio huo Uyahudi, ndio huo Judaism ambao upo mpaka leo. Umeelewa? Wenyewe wa Judaism hawatambui agano jipya. Bado wenyewe wanangangania na agano la kale. Yaani Biblia yao inaanzia Mwanzo mpaka kwenye kitabu cha Malaki. Hivi vinavyofuatia kwa Mathayo na kuendelea wao hawavitambui. Biblia hiyo kabisa Biblia. Agano la kale hii tulionayo mpaka Malaki ndipo inapoishia. Lakini huko mbele hawakubaliani nayo. Nadhani sasa hapo takuwa kwa namna fulani umenielewa na msikilizaji wangu ngao nimemsogeza. Siku tukianzia hapa tutajua pa kuelekea. Sawa, nikushukuru sana.